Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Amos Masele, mwenyekiti chama cha msingi Balili au Balili ya Mkosi Bunda. Zao la pamba sasa imekuwa changamoto. Changamoto moja ni kwamba tu bei tunayopewa wakulima haikidhi kulingana na gharama za uzalishaji. Pili, imeibuka tena kuwa na changamoto ya wadudu wanaitwa utitiri. Inapostawi pamba tu baada ya miezi michache wanashambulia na ile zao kabisa inakauka. Kwa hiyo uzalishaji umeshuka kwa ekari moja kutoka kilo 1300 mpaka kilo 300. Kwa hiyo uhalisia sasa kwa mkulima anapoliona hilo, cha kwanza bei iko chini. Cha pili, changamoto za zao, uzalishaji umeshuka. Yaani sasa upatikanaji wa pamba tulivyokuwa tunapata huko nyuma, miaka ya nyuma, kwamba kwa hekari moja kilo 1300, sasa tunakomea kilo 300 kwa hekari. Kwa hiyo kwa mkulima anaona kwamba sasa tayari anaingia hasara. Na badala yake sasa sisi wakulima wengi sasa wamwangia kwenye mazao mbadala, ikiwemo mpunga, choroko, mbaazi, dengu, ufuta na mengineyo, angalau kuweza kumudu kuendesha maisha yao. Sisi Pamba Mara inatusaidia cha kwanza kutuunganisha sisi vyama vya msingi, kuwaunganisha wakulima wa pamba. Mwanzo kabisa tulikuwa tumelenga pamba, ndio maana sasa inaitwa Pamba Mara Cooperative Union Limited. Lakini baada ya kufika sasa, na wao wameliona hilo kwamba pamba yenyewe haikidhi, pamba yenyewe imekuwa tatizo. Sasa imebidi sasa kuwepo na mabadiliko ya kisheria. Sasa kuanza kuishika kwamba tulikuwa tumelenga zao moja tu la pamba, kwamba turuhusiwe sasa kulima na chama Pamba Mara na vyama vya msingi vyote kununua mazao mbadala, ikiwemo mbaazi, choroko, dengu, mpunga. Na sasa hivi sasa tunaenda tena kwenye zao la tumbaku. Angalau huyu mkulima na hii Pamba Mara sawa iweze kuwepo. Mimi kiujumla, mimi natokea Bukitega Mkosi, ambacho kiko kijiji cha Nyamusa, wilaya Bunda DC. Sisi shida kubwa sana ni matumizi tunayopewa hasa na makampuni. Matumizi yanakuwa makubwa sana, kwa hiyo faida inakuwa ni kidogo. Hatua ya mwisho ni kuingia kwenye hasara. Lakini mazao kimkakati tungefurahi angalau yangekuja, yangesaidia wakulima kwa namna nyingine, kwa sababu zao la pamba lilikuwa na changamoto nyingi. Kwanza ukizingatia hali ya hewa iliyopo sasa hizi sio rafiki kwa pamba. Mtu anaambulia kilo 200 au kilo 100 kwenye hekari moja, na huduma aliyoitoa ni kubwa sana, gharama kubwa sana. Sasa kiukweli ni kwamba zao la pamba lilikuwa na changamoto. Kama watakuwa wamekubali kututetea mazao mengine haya kimkakati, tuko tayari tubadilike, kama choroko, nasikia dengu iko sawa. Lakini pia zao la tumbaku kwa mazingira yetu hasa wilaya Bunda, na sasa hivi serikali inazingatia swala la utunzaji wa mazingira, inatuia ngumu. Kama watabadilisha waje na mfumo mwingine, wenda nishati mbadala, itakuwa nafuu. Lakini ukweli miti haipo. Zao la tumbaku linakula miti ya kutosha. Sasa nafikiri ndivyo ilivyo. Lakini pia chama hiki ni chama kizuri, ndio kimeanza sasa hizi, tukilaumu kwa sababu kina muda mfupi sana. Hii tunaona hatua ilionayo ni hatua nzuri, si hatua mbaya. Ni hatua nzuri kusema ukweli.